ikiwa wanafuzu makundi wanatoboa vipi makundi? Si ndio sema ni mpira wa Romain Folz ndio mpira wa makocha wenye mafanikio Afrika. Nani alisema? Nilisikia tu juzi kati hapa amezungumza. Simuuliza aliyesema sijui. Okay. Unajua kwa nini nasema hivyo? Yanga ipo nafasi ya 11 kwenye CAF ranking. Maana yake wale walioko juu yake ambao wako Champions League wakifanikiwa kufuzu hatua makundi, inawezekana Yanga angukia poti ya 3. Na waliokuwa juu yake kama watatu pale hawapo kwenye ligi ya mabingwa. Maana yake kila poti inakuwa ni timu 4. Kwa kama kuna watu 8 juu wako juu yako, maana yake kuna 4 wa poti ya kwanza, 4 wa poti ya pili. Kwa hiyo Yanga inawezekana kaangukia poti ya 3. Ukiangukia poti ya 3 kwenye draw, kwenye kundi lako utakuwa na timu 2 ambazo zinatoka poti ya kwanza na poti ya pili. Kwa mfano, inawezekana poti ya kwanza labda kuna Al Ahly, kuna RS Berkane, maybe kuna Mamelodi, maybe na Esperance. Kwa kati hawa 4 nilowataja utapata mmoja hapa, either ni Esperance, either ni Berkane, either ni Mamelodi au Al Ahly. Poti ya pili labda ndio kuna Simba na wengineo ambao wako juu yake pale. Maana utaokota pia kigogo mwingine kutoka kwa wale. Afu ndio unakuwa watatu. Sasa kama unapata tabu kushinda dhidi ya Wiliete, kama Silver Strikers anakutoa jasho hivi, vitu visivyobadilika, hatua makundi kwenye kundi lako kama una Esperance, maana utakuwa na mechi na Esperance. Kwenye zile rank mtu ambaye yuko ligi ya mabingwa yuko Al Ahly, yuko Mamelodi, yuko Esperance de Tunis, RS Berkane, yuko Simba, yuko Pyramids, Zamalek yupo shirikisho. Zamalek yuko shirikisho mmoja huyo, Wydad hayupo, USM Alger. Wydad ipo shirikisho, USM Alger ipo shirikisho. CR Belouizdad shirikisho. Al Hilal Omdurman Champions League. Kwa hiyo timu 4 hazipo katika ligi ya mabingwa. Kwa hiyo katika timu 7 ndio zipo kwenye ligi ya mabingwa. Kwa hiyo Young Africans anakuwa 8. Kwa hiyo atakuwa katika zile poti 2 za juu. Anawezekana kaingia poti ya pili. Ana uwezekano mkubwa kuingia katika poti ya pili. Poti ya pili. Maana atakuwa na mtu mmoja kutoka poti ya kwanza katika wale 4 wa juu, ambapo hapo kuna Esperance, kuna Mamelodi, kuna Al Ahly na RS Berkane. Ndio. Katika hao 4 maana anaweza akakota mmoja akawa nayo. Na hao ambao wanakaa poti ya 3 ukiwaangalia pia kuna mtu kama Orlando Pirates anawezekana kaangukia poti ya 3. Yuko nafasi ya 15 huko. Maana yake huyu Yanga yeye akiwa poti ya pili kwenye kundi lake pia kuna Orlando Pirates. Yuko chini kirank, lakini kwenye performance Orlando Pirates wana timu nzuri sana tu ambayo ina perform kuliko Young Africans. Kwa kwenye kundi una Orlando labda una Esperance. Maana kuna safari ya kwenda kwa Orlando tutakuja hapa. Pia una safari labda kwenda kwa Tunisia kwa Esperance na huyo aje. Sasa vuta picha kama Silver Strikers jasho ndo hili. Wiliete jasho ndo hili. Pamba ndo hivi. Mbeya City unaumu uwanja. Akija Orlando itakuwaje? Akija labda Esperance itakuwaje? Kwa hiyo kuna kitu ambacho kwangu mimi nakiona msimu huu kwa timu za Tanzania za Champions League. Inawezekana zikapata tabu sana huko mbele kwenye makundi ndipo kufanikiwa kufuzu. Na hii sio kwa Yanga tu, hata Simba wenyewe ukiwaangalia wanavyoenda sijui labda ndio itokee ile ambayo inatokea miaka nyuma kwamba labda wao wanaanza vibaya sana perform vizuri mbele, labda iwe hivyo. Lakini kwa ambacho kinaonekana kwenye hizo hatua za mwanzoni ambapo wanakutana na timu za kawaida wanapata tabu kushinda, huko hatua makundi kutakuwa kugumu zaidi kuliko ambacho nakiona hivi sasa, kwa sababu huko ndio wanakuja wapinzani wazuri zaidi ya ambao wapo huko nyuma. Kwa hiyo viongozi wanatakiwa kufanya improvement mapema. Kwa Simba tayari shamfukuza wana mwingine of course size. Kwa Yanga wanatakiwa kubadilisha vitu. Kama atabaki na mwalimu basi wahakikishe mwalimu anabadilisha performance ya timu. Yani kwa hali hii hata kwenye ubingwa tu wa ligi ndani pia inawezekana kama mgumu. Kwa sababu moja ya mechi ambazo zilimtoa jasho Yanga ni za ligi. Mechi ya Pamba ilimtoa jasho, alishinda ndio. Yes, lakini performance haikuwa vile. Na ndio maana kwenye mechi ya Mbeya City tuliona kivumbi na jasho pale. Ile tasara aliyoipata kwa Mbeya City kwa Yanga ilikuwa ni ushindi ambao itakiwa washerehekee kabisa, kwa sababu ni mechi ambayo ongeza kuipoteza. Okay. Of course Mbeya City ilikuwa na nafasi nyingi sana. Na ile nafasi ya mwisho ambayo ilikosa vita hisi Manga ndio ilikuwa inaenda kabisa kumaliza shughuli. Kwa hiyo hata kwenye ligi pia kuna timu ambazo zina uwezo wa kutoa performance kama ambavyo ameitoa Silver Strikers, wa kutoa jasho. Kwa hata ubingwa wake tu kwenye ligi pia unakuwa hapa mikono salama. Sawa, huyu ni Nsejigo Senior kwa upande wake akiona Yanga haipo salama katika kutetea mataji yake kwenye michuano ya ndani hapa nchini Tanzania.
lakini kadhalika amesema kama watafanikiwa kuondosha Silver Strikers na wakaendelea kusalia na Roman Falls, basi dhahama litawashukia katika hatua makundi michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa upande wako unaungana na Nsajigwa ama una maoni tofauti, tuandikie kupitia pale live YouTube ya East Africa Radio na mimi nitapitia ujumbe wako wa kila ambacho unakiandika. Lakini pia ligi kombe la shirikisho barani Afrika kwa mechi za timu za Tanzania ziliendelea hii leo, na Azam FC ameshinda kwa ushinda mabao 2-0 dhidi ya KMKM. Wiki ijayo atarejea Dar es Salaam kuja kucheza na kikosi hiko maalum cha kuzuia magendo na kucement ushindi wake wa hii leo. Ilikuwa ni mechi ya namna gani? Brain Mpogole Portuguese mwenzetu kutokea pale Zanzibar ameweza kufanya mahojiano na kutuandalia ripoti hii kwa baada ya mechi hiyo iliyotamatika pale kwenye kiunga cha Azam kwa maana New Amani Complex Zanzibar. Tukaungane na Brain kisha tunarejea hapa. Naam, kutoka uwanja wa Amani hapa Zanzibar ni kwamba mchezo umetamatika wa kombe la shirikisho barani Afrika kati ya wenyeji KMKM dhidi ya kikosi cha Azam FC, na Azam akibuka na ushindi wa magoli 2-0, mabao ambayo yalifungwa kipindi cha kwanza, na bao la kwanza kabisa ambalo lilifungwa na Kitambala dakika ya 6 ya mchezo, dakika 42 ya mchezo, mpira wa kufa ambao uliweza kufungwa na Pascal Msindo. Baada ya mchezo huo nipata nafasi ya kuzungumza na mashabiki wa kikosi cha KMKM. Wao wana imani kubwa zaidi kwamba mchezo wa marejeano tarehe 25 pale Chamazi Complex Dar es Salaam anakwenda kugeuza matokeo na kuweza kutinga katika hatua ya makundi. Nini shida ambayo umeibaini kwa nafasi yako wewe shabiki, na vipi mchezo wa marejeano tarehe 25 Chamazi? Kwanza wale wote niwapongeze, yani benchi zima la ufundi la KMKM wamejitahidi sana. Kiupande wangu mimi nimegundua timu yetu ilikuwa na madhaifu katika eneo la defense. Tumeona magoli yote mawili ilikuwa ni poor defense. So naamini kwamba next game pale Chamazi tunakwenda kupindua meza. Tena sasa niwaambie Azam sasa wajipange. Yaani bwana, sisi wa Zanzibar tumejipanga. Yaani sisi hapa tunakuja na halua na marash kwa lengo tu la kuweza kupindua meza. Nafikiri itakuwa rahisi kiasi hicho. Kiukweli nisiwe mnafiki. Game ni ngumu, lakini sasa kwa jinsi ambavyo Azam leo amecheza tumeona yani walikuwa yani in short bwana, Azam tunaamudu. Kwa mimi na wasio wa Zanzibar wote ambao wapo pale Tanzania bara waitokeze kabisa pale Chamazi kwa lengo la kuweza kupindua meza. Hii KMKM ni timu ya wana. Kwa hiyo naamini naweza kupindua meza. Unaitwa nani? Mimi jina langu ni Mahdi Mohamed maarufu Mahdi Baka. Mahdi Baka. Ndugu yangu unaitwa nani? Makame Mohamed. Makame Mohamed. Ni kama ushakubali matokeo imeisha? Bado, kwa sababu tunaenda kusema dakika ni 90. Dakika 45 mpaka sasa faida imeenda kuonekana kwa Azam. Kwa hiyo zimebakia dakika 45. Kwa kikubwa kocha Ababu ataenda kukiangalia madhaifu yalikuwepo wapi katika dimba na kwenda kukosoa ili kuja kusuluhisha hatua inayofuata mbeleni kuja kufanya vizuri zaidi. Inaonekana mlivyofikia hapa ni hatua kubwa sana. Unaona timu yako inatinga hatua ya makundi mbele ya Azam, mlima mrefu sana, idadi ya magoli 2. Tunaona uwezo huo, tunaenda kusema kwamba inawezekana kuja kuwepo kwa sababu faida ianze kwetu kuanzia magoli 3 na kuendelea. Kwa hii ni namna ambayo inahitajika kikosi kende kujiboreshwa zaidi. Tukiangalia uchezaji leo ulikuwa magoli ya wazi na kuwa yameenda kuonekana kwa upande wa KMKM kuachia nafasi hii Azam kwenda kuitumia. Naam, hao ni mashabiki wa kikosi cha KMKM ambao wanatamba kwamba wana uwezekano mkubwa zaidi wa kugeuza matokeo kwenye mechi ya marejeano. Kutoka Zanzibar nikiripoti Kizenji, na kwa kubonyeza Kizenji kama mashabiki wa Azam tutasema kwamba si tutatinga hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika. Mimi ni mfotojizi wa East Africa Radio, New Amani Complex. Hi, I'm Portuguese Brain Mpogole BM Boy, kijana kutoka mpaka amekuwa mzenji gafa. Kijana kutoka Mbeya, siku 2 tu Zanzibar na rafudhi imebadilika. Azam raha Nimesikia hapa shabiki wa KMKM anasema Azam wanawamudu, watakuja kuwatandika Azam Complex Jumatatu. Nafurahisha sana kama mwalimu ashakubali matokeo. Shabiki anasema atakuja kupindua meza. Unapindua nini? Mwalimu hata kabla ya mechi isema wao malengo washatimia. Okay. Ikitokea wanashinda itakuwa ni bonus kwao. Mwalimu ashakubali. Anasema kwa halua na marashi ila Zanzibari. Kia Mungu, kuna vitu vinafurahisha. Tusubiri maajabu ya mpira. Ni Brain
Mpogoni ametugusia huko. Tunazo taarifa kutoka Simba Sports Club zenyewe tutakuja kuzisikia. Ni vicheko huko. Eswatini wamefurahi kule kweli baada ya mtani wao Young Africans kupoteza siku hii hapa leo. Kesho wao wanakujaje, tutakuja kuzungumza mengi. Usitoke na leo sile nasi, tamati ni majira saa 3 kamili za usiku. Hii ni Kipenga ya East Africa Radio.